Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda ambaye nitakuwa nawe siku ya leo kama mwenyekiti, lakini pia nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na tupo katika somo la 12 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia ambalo linasema kwamba Mungu ni mwaminifu. Katika robo hii ya 4 ya mwaka 2025 kapoelekea ukingoni kabisa kuweza kumaliza mwaka, tulikuwa tukiangazia mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Na basi ni kuombe mchungaji Mika uweze kutupatia ombi la ufunguzi, alafu tuende moja kwa moja katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti, tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakutukuza, tunakuhimidi, tunakusifu. Asante Baba kwa afya, asante kwa ulinzi wako, asante hata kwa fursa hii ya kuja kujadili neno lako. Tuomba ututakase, tuomba Baba ukubali kututumia kama vyombo. Roho wako akatuongoze, patie mawazo yale yanayopeleka lile wazo unalotaka lifike kwa watu wako, kwetu sisi na kwa wote wanaosikiliza na kufuatilia. Wabariki hata wataalamu wetu wa mitambo, na tunaomba Baba kwamba mjadala huu wa leo ambao utasimamiwa na kuongozwa nawe ukatimize kusudi lako kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa watu wako, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Asante sana mchungaji Mika kwa kutufungulia kipindi chetu hiki. Asante sana mchungaji Mika kwa kutufungulia kwa ombi kipindi chetu hiki. Nimekukaribisha mchungaji Tuvako na Pastor Mika katika mjadala huu katika somo hili la 12. Nashukuru sana, karibu sana. Karibu sana mchungaji Tuvako. Basi moja kwa moja mchungaji Tuvako, ningeomba uweze kutukumbusha kile ambacho tuliweza kujifunza katika somo la 11 japo hata kidogo kwa muhtasari. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Juma lililopita tumekuwa na somo zuri sana linaitwa kuishi katika ile nchi. Ndio. Na tulikuwa tumeshuhudia namna ambavyo sasa katika kuishi kwenye nchi ile wakati umewadia kwa yale makabila 2.5, kabila la Ruben, la Gadi na nusu ya kabila la Manase, ambao sasa inapasa warejee kwenye eneo walilokusudiwa kupewa, walilopewa, ambalo lilikuwa ni mashariki mwa mto Jordan. Na katika wakati huu wanaporudi, tukaona jinsi ambavyo wanasimika, wanajenga madhabahu kubwa. Na yale madhabahu, ile madhabahu ikaleta mjadala mkubwa, na ulianza kwa namna ya zile tetesi kwa wale waliosalia upande wa magharibi. Ikaonekana kana kwamba ni uwezekano wa uasi. Kwa ufupi tuliona katika somo lililopita jinsi ambavyo hoja ya swala hili ilishughulikiwa, na tukajifunza namna ya kushughulikia migogoro katika kanisa, katika familia, katika jamii, kwa namna ambazo ni sahihi, namna ambazo sio kwa kuchukua tu jambo la kusikia mtaani, la kusikia kama tetesi, lakini kwenda kuzungumza na mhusika, kuangalia hoja ilivyo na namna ya baada ya hapo kujua namna ambayo linatatuliwa. Na fungu letu la kukariri lilikuwa kwenye Mithali 15 aya ya 1 lililosema jawabu la upole hugeuza hasira, na alafu bali neno liumizalo hufanyaje? Huchochea ghadhabu. Tukashauriwa, tukaelekezwa kuwa na jawabu la upole hata pale ambapo tunashutumiwa kwa namna ambavyo sio haki. Asante sana mchungaji Mika, kwa mchungaji Tuvako kwa kutueleza hicho ambacho tulijifunza katika somo lililopita. Nikirejea tena kwako mchungaji Mika, tunapokaribia kabisa katika miisho ya robo hii ya 4 ya mwaka 2025,
tunaangalia hoja gani hasa ambazo ni muhimu katika kuweza kuangalia ni mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Tulikuwa tukimsoma sana kitabu cha Yoshua. Nini hasa mafundisho gani ya imani ambayo tunayapata hapo? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Niseme labda ningeanzia pale alipoanzia mwandishi. Ndio. Alipochagua kwa maksudi kupatia somo letu la juma hili kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu. Naam. Mwaminifu. Wengi ukiwaambia waaminifu wanachukulia kufuata amri za Mungu au kufuata kanuni fulani zinazokuwa zimeelekezwa. Lakini kwa kweli, pamoja na ukweli wa hilo, leo tunachotazama ni kwamba kila alichosema Bwana alikitekeleza. Ndio. Na kwa hiyo ukitazama, mwandishi hakuchagua kusema Mungu alikuwa mwaminifu. Amesema ni mwaminifu. Mara nyingi nasikia watu wanasalimiana, Bwana ni mwema wakati wote, na wakati wote Bwana ni mwema. Yaani yeye ndivyo alivyo. Na tutatazama hili, napendekeza kama kielelezo cha kwamba kama yote aliyowaambia Israeli aliyatekeleza, maana yake yote aliyosema hata juu yetu atatekeleza, na ukifuatilia Biblia amekuwa akitekeleza hivyo. Yoshua 23 aya 45 inatupatia fungu ambalo linaliweka hilo vizuri. Ametumia maneno kwamba halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililo jema. Ndio. Actually ametumia lililokuwa ni jema. Ndio. Ambalo Bwana alikuwa amelinena. Anasema katika habari ya nyumba ya Israeli. Amina. Anasema yalitimia mambo yote. Kwa hiyo utaona fungu lenyewe ukilitazama linazungumza juu ya ukweli ule ule. Halikuanguka. Hii kuanguka yani maana yake halikushindwa. Naam. Haikushindikana kutekelezeka jambo lolote. Na unaona amesema neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema. Ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Kwa lugha rahisi, kila alichosema. Kila alichosema kwamba atatekeleza, alitekeleza. Hata hivyo tutatazama hii tukiona kwamba kumbe Bwana anachoahidi anatekeleza. Ni hata hapo najuiza katika hii kwa haraka ameshawatoa Misri. Maagano yanaanza nyuma kwa Adam. Lakini kwa faida ya somo letu la leo, hasa kwa ajili ya Joshua, ni kwamba ameshawatoa Misri. Joshua ameongoza, wamevuka. Tunasema ameongoza, lakini tunajua hakuwa kiongozi yeye. Alikuwa kamanda wao anayeonekana, lakini akiwa chini ya kamanda mwenyewe yule ambaye ni Yesu. Wamevuka, wamepigana. Bwana amewapigania. Wametwaa nchi. Na sasa amegawanya. Bwana ameleta amani. Yoshua sasa ni mzee. Anatoa nasaha. Hata kama tutarejelea hotuba yake ya kwanza, lakini tunatazama yale anayotoa katika hotuba yake ya mwisho. Anapoona kama yuko uzeeni. Kwa hiyo mkazo ni kwamba Bwana ni mwema. Nilitaka hata hivyo niseme kwamba somo letu limenukuu rais wa Marekani aliyetoa hotuba ambayo ilikuwa na maneno mengi, yameelezwa hapa 1366, nadhani sio mengi sana, ni kama kurasa 3-4. Na mimi nimechukua kitu kimoja. Huyu rais, mimi ninachojua ni kwamba tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba aliwaambia wa Marekani, usiulize Marekani itakufanyia nini. Bali wewe utaifanyia nini Marekani. Lakini mwandishi ameiweka hivi kwamba aliwataka kuwa makini zaidi na wajibu wao
badala ya manufaa yao binafsi. Ndio. Kwamba watafanya nini badala ya kwamba watafanyiwa nini. Kwamba ni nchi ni yao, wao ndio wanafanya. Mwandishi alitumia maneno aliyonukuu kwa huyu bwana akisema, lakini tukijua kwamba hapa duniani kazi ya Mungu lazima iwe yetu wenyewe, kwa hakika labda mkazo ni kwamba tunao wajibu ambao Mungu anatutarajia tuutende. Ni kweli Mungu, Yoshua wameshakabidhiwa nchi, na tuliona juma lililopita, na Bwana ametengeneza amani, lakini Bwana ana vitu ambavyo anawataka wafanye ili wampe ruhusa akamilishe kile alichofanya. Kwa hiyo leo tunaangalia uaminifu wa Bwana, kwa maana hiyo ya kutekeleza kile alichosema, kile ambacho Bwana amefanya na kile ambacho anaendelea kufanya. Tunaangalia ujira wa watu waaminifu, kile ambacho tunapaswa kufanya, na adhabu kwa watu ambao, au niseme kwa watu ambao sio waaminifu katika yale ambayo Bwana ameelekeza. Asante sana Mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, ukiunga hapo katika maelezo ya Mchungaji Mika, Yoshua kama walivyo waandishi wengine wa Biblia anamwasilishaje Mungu kwa Waisraeli katika hotuba hii inaitwa ya kwanza karibia na mwisho wa uongozi wake? Karibu Mchungaji Tuvako. Ninakushukuru. Nikijibu swali hilo, nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji twende katika sura ya 21 ya Yoshua, na tuangalie aya chache 43 hadi 45. Ni aya za mwisho za sura ya 21 ya Yoshua. Bwana anasema, basi Bwana aliwapa Israeli nchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao, nao wakaimiliki na kukaa mumo. Kisha Bwana akawapa raha pande zote, sawasawa na hayo yote aliyokuwa amewaapia baba zao, wala katika adui zao wote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Hiyo fungu amelikariri vizuri sana Mchungaji Mika. Ninapoangalia sehemu hii ya mwisho ya sura ya 21 ya Yoshua, mambo yafuatayo yanaonekana dhahiri. La kwanza ambalo linang'aa katika aya zote hizi ni uaminifu wa Bwana. Haionekani sana jitihada ya Yoshua wala jitihada ya Israeli wenyewe, bali zaidi uaminifu wa Bwana. Kwa namna gani? Alichoahidi ile ahadi aliyompa Ibrahimu, aliyowapa wazee wa awali, wale ambao ndio hasa chimbuko la Israeli, aliitimiza kama alivyoitoa. Waweza ukadhani ingekuwa rahisi kwa Bwana kubadilisha mpango huu, pengine kwa sababu ya ubinadamu wa Waisraeli, uasi wao wa hapa na pale, kupoteza dira kwao, kumsahau Mungu na kusahau maagano yake na watu wake. Lakini Bwana alikuwa mwaminifu kwa kile alichosema. Na hiyo inagusa zaidi kuona kwamba licha ya udhaifu wa kibinadamu, Mungu hashuki na kushindwa kuwa mwaminifu kwa upande wake. Yeye yuko hivyo. Maelezo yafuatayo niliyaona yalinigusa katika ukurasa wa 149, na mpendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuiangalia pale. Anaposema aya hizi kama ambavyo tumezisoma 43 hadi 45, ndio kilele cha kitabu na utasari wake wa kiteolojia. Yaani inapeleka juu kabisa katika kile ambacho ni mtazamo huo wa mutasari wa elimu ungu ambayo inaonekana hapa. Aya hizi zinakazia moja ya mawazo
kuu ya kitabu kizima, ambacho ni uaminifu wa kiagano wa Yehova, wa Yahwe, ambaye anashika ahadi zake, ambaye anatimiza viapo vyake. Sehemu hii fupi pia inatoa muhtasari wa maudhui yote ya kitabu mpaka hapa. Okay? Na hivyo kwa namna hiyo inanena juu ya mgawanyo na makazi mapya ya ile nchi, wakati Yoshua 21:44 ikirejelea kwenye ushindi uliopatikana dhidi ya maadui na umilikaji wa ile nchi uliokuwa umepatikana. Kukumbuka yaliyopita kote huku kunafanyika kupitia kwa mtazamo wa nini? Uaminifu wa Mungu. So, ni lazima Waisraeli wakumbuke daima kwamba kamwe hawataweza kudai ushindi dhidi ya maadui zao au ile nchi kama urithi wao, isipokuwa kupitia kwa uaminifu wa Mungu na kwa neno lake alilolitoa. So, hivyo mwenyekiti, kama ambavyo Mtume Paulo anaonesha mwangwi wa hilo, nilipenda sana Timotheo wa pili, sura ile ya pili fungu la 11 hadi la 13. Nampendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji kulisoma pale, anapozungumzia juu ya Bwana kwamba ukimlinganisha na sisi, tukifa naye tutaishi naye, tukistahimili tutamiliki naye. Okay? Asema tukiambatana naye atatuokoa, lakini tusipoamini yeye hakomi kuwa mwaminifu. Upande wake hautayumba, na hivyo tunapo mahali pa kukimbilia. Rafiki yangu mmoja alipenda kusema, hata wanapozungumza juu ya kuongea na mtu ambaye alikuwa katika imani na labda ameamua kutoka, na wakati mwingine anatoka katika, anaanguka au anaasi, anaacha ule ukweli wa neno la Mungu aliojua awali, halafu anaondoka na watu fulani, anashawishi watu kuondoka nao, yeye aondoke nao. Akamwambia, rafiki, mbona uondoke na watu licha ya kwamba wewe mwenyewe umeshindwa kumfuata Mungu? Ukirudi utamkuta nani? Yule rafiki akasema, nikirudi nitamkuta Mungu. Licha ya kwamba alikuwa ameasi kwa namna hiyo, lakini alikuwa anajua kwamba Mungu hataasi, hataondoka pale alipo. Lakini jambo la kusikilisha tu ni zaidi hapa kwamba ni bora kukumbuka ya kwamba hatuhitaji kufikiri kwamba tutoke katika kuamini na tutakuwa na fursa ya kurejea. Tudumu katika kumwamini, maana yeye ni mwaminifu, atatusaidia sisi kuwa waaminifu. Amina. Amina. Nashukuru sana mchungaji Tuvako, hakika Mungu ni mwaminifu. Nirejee tena kwako mchungaji Mika. Hapo sasa ni kwa namna gani ushindi waliopewa wa Israel unaonekana kuweza kubadilika? Karibu mchungaji Mika. Asante. Ushindi waliopewa unaonekana kubadilika au kuwezekana kubadilika. Nisome pale Yoshua 23 aya ya 1 hadi ya 5. Hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana alipokuwa amekwisha kuwapa Israeli raha mbele ya adui zao pamoja pande zote, na Yoshua alipokuwa mzee mwenye miaka mingi sana, Yoshua akawaita Israeli wote, wazee wao na wakuu wao na makadhi wao na maakida wao, akawaambia, mimi ni mzee, nami nimekuendelea au nimeendelea. Nasema nimekuendelea. Nimeendelea sana katika miaka yangu. Nanyi mmeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatendea mataifa haya yote kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Tazama, nimewagawieni kwa mataifa haya yaliyobaki yawe urithi kwa kabila zenu toka mto wa Yordani, pamoja na mataifa yote niliyowakatilia mbali mpaka bahari kubwa upande wa machweo ya jua. Yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele yenu. Anasema wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtaimiliki nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Nilitaka niruke nisome fungu la 13. Jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu
hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa. Hiyo alikuwa amesema mkirudi nyuma kwa njia yote ile na kushikamana na mabaki ya mataifa haya. Mwenyekiti, somo letu lina tukumbusha tena kama ambavyo pastor ameieleza kwa uzuri kwamba Bwana alikuwa mwaminifu, au Bwana uaminifu wa Bwana kwa ahadi zake ulidhihirika tena. Naam. Akawaleta mpaka akawafikisha pale. Ni Joshua katika umri wake huu wa uzee. Joshua alifariki akiwa na miaka 118. Lakini basi alikuwa mzee. Najua pia nimesema alikuwa mzee sana. Kimsingi ni kwamba labda kwa sababu pia alikuwa mtu wa vita. Alikuwa amefanya kazi ngumu. Amefanya kazi ngumu sana. Yeah, ngumu sana. Ameifanya akiwa uzeeni. Naam. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba anaona siku zake zinakaribia. Na wazee hawa bwana wakiwa na hekima huwa wanaita vijana. Nasema haya, njoni ketini hapa. Alafu wanawapa nasaha. Na kitu kizuri, watu wanasikiliza maneno ya mtu anayekaribia kulala. Wanasikiliza sana. Sijui kwa nini wanasikiliza. Labda wanahisi kwamba anaweza kukasirika huko aliko wakati mwingine. Lakini labda si hivyo. Bila shaka ni kwa sababu huwa ni maneno ya muhimu sana. Yeah. Ambayo mzee huyu anasema sipo, lakini akilikumbuka hili litakuwa la manufaa sana kwake. Kwa Joshua utaona alivyoanza hotuba yake, ameianza kwa aya zile ambazo alisoma pastor, zikionyesha jinsi ambavyo Bwana amewashindia. Amina. Yaani amewashindia kabisa. Alafu akasema sasa hata baada ya hapa hao waliobaki atawashindia pia. Naam. Tena ametumia maneno kwamba mtu mmoja atakimbiza watu 1000. Na ni kwa sababu kimsingi si yeye anayefanya, ila utisho wa Bwana unawafanya wale watu wakimbie. Kwa kuwa Bwana ndiye anayewapa na ndiye Bwana anayetaka kuwarithisha. Mwenyekiti, hapa ni vizuri turudi nyuma tuseme ukweli tena. Kusudio la Bwana ilikuwa ni kwamba wale watu waliotoa Misri awaingize katika nchi ya ahadi. Lakini tunajua ukweli, wote waliotoka wenye umri wa miaka zaidi ya 21 walifia jangwani isipokuwa Joshua na Caleb. Kwa maana nyingine, Bwana ni mwaminifu kutekeleza ahadi yake, lakini hatushinikizi kuipokea. Ila wapo watakaoipokea. Wale ambao baada ya kuwa Bwana ameonyesha rehema na wema na nini vyote wamekataa, wanaweza kuangamia. Lakini hiyo haimnyimi Bwana fursa ya kutekeleza. Wale wanaokubali kumwamini Bwana na kufanya kile kilichotajwa sana kwenye kurasa wa 150, kuwa watiifu, kukubali kufanya Bwana anavyowaambia, wanampa Bwana nafasi ya kufanya kile ambacho ameahidi kwamba atafanya. Katika swala hili utaona kitu kingine cha kweli. Bwana hakukusudia Israeli wapigane. Ndio. Ilikuwa ni yeye alisema utisho wake utawafanya wakimbie, si ataleta si mavu wale watawafukuza mbele yao. Lakini kwa sababu ya mashaka yao waliingia kupigana. Bwana aliruhusu wapigane. Ni mashaka yao tu. Wangemtii wakatekeleza jinsi alivyokuwa amesema, wasingelazimika kupigana. Walipokuwa wamelalamika sana kule, ndipo ambapo unakuta Joshua wakati Musa anamwambia Joshua akapigana na Waamaleki. Ni kwa sababu ya manunguniko yao. Wamekuwa na mashaka, Bwana akaruhusu washiriki hivyo. Kwa hiyo utaona hii swala tunapolizungumza, Bwana alikuwa anawapeleka kwenye nchi, awape nchi, alikusudia, na tumeisoma hii mara kadhaa kwamba wasishiriki kupigana, ila walipokuwa na mashaka Bwana akaruhusu wakashiriki kupigana na wakapata athari yake. Hata hapa anasema hao waliobaki Bwana atawafukuza mbele yao. Naam.
lakini sharti lake ni kwamba wao wamwamini Bwana na wasionyeshe mashaka kwake, wawe tayari kutii. Utii ule ambao ninatumia lugha ya jeshi, si kwamba Bwana ni dikteta, ni aina ya discipline. Jeshi wanasema ukisema nyuma geuka, unageuka, nyuma kaa chini, unakaa chini, simama, tembea, fanya hivi. Usianze kuuliza kwamba sio huku nataka kumaanisha. Wewe ukisema naenda hivi, kaa chini, fanya hivi, unafanya. Kwa sababu unamwamini. Hapa tunapozungumzia Bwana ni kwamba tunajua nalo tutakia ni jema. Lakini mwenyekiti, hii kitu inatupatia fundisho ambalo nilifikiri kwamba hata kabla sijanyamaza nitaka niseme kwa kutumia Wakolosai 2 aya 15, ambapo anasema akisha kuzivua enzi, ngoja nione kama niko sawa. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Tuko vitani hata sisi. Wote tunaokubali kumfuata Kristo tuko katika vita. Tuseme tangu Adamu aanguke tuliingia huko, na Bwana alikuja kutupigania. Na ni yeye tu. Hatuchangii chochote. Hatuchangii chochote kabisa kwenye wokovu wetu. Ni sifa ya uzuri, ushindi wake. Lakini ule ushindi unakuwa wetu tunapokubali kujisalimisha na kumfuata kadri anavyoelekeza. Amina. Bwana hajataka hata kidogo tupigane vita ya kiroho sisi. Anataka atupiganie sisi, anataka tukae ndani yake. Tufuate kila anachosema. Na ikiwa tutafanya hivyo, ni hakika kwamba kama ambavyo hatimaye Bwana aliwapa Israeli nchi, Bwana atatupatia. Tukikataa, ataruhusu na sisi tupate michubuko ya kujifunza njiani. Lakini haichangii kwa wokovu wetu. Itatusaidia tu kuamka na kumtazama na kumruhusu atupiganie. Nishukuru sana Mchungaji Mika kwa maelezo haya. Tuko vitani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi punde tutarejea tena. Naam, tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kabla hatujakwenda mapumziko, Mchungaji Mika alikuwa akiendelea pale kutueleza na kusisitiza hasa kuhusiana na ushindi ambao Israel ulikuwa unaonekana kuweza kubadilika pale. Karibu sana Mchungaji Mika. Asante sana mwenyekiti kwa mapumziko hayo mazuri. Ndio. Nilikuwa nimesema Waisraeli walikumbushwa, Yoshua anawakumbusha kwamba mjue kabisa ni Bwana aliyewatoa akawaleta, na alionyesha uvumilivu wa hali ya juu, na wenzenu wengine ambao kwa kukosa imani na kutii hawakufika, lakini ninyi hatimaye mmefika na nchi sasa Bwana amewapa starehe. Nikasema neno hili linaturejea kwetu sisi, na sasa nisome tu Efeso 6 aya ya 11. Nasoma na aya chache tu kidogo. Vaeni silaha zote za nuru za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote haya kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari upatao
tupatao wa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Paulo anazungumza ambacho awali alikuwa amekizungumza kwa Wakolosai juu ya ushindi wa Yesu. Vita yetu Yesu alitushindia, maana Ufunuo 13:8 anasema alimwaga mwana kondoo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliibeba. Na kila atakayeokolewa tangu Adamu mpaka mtu wa mwisho atakayeokolewa ataokolewa kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Pale juu ya msalaba ushindi ulipatikana. Yesu alilipa gharama iliyokuwa ya lazima kwetu kwa ajili ya kuokolewa. Dhambi ilitaka kifo. Yesu alitoa uhai wake, alilipa, akafungua daraja, akatuweka huru. Kwa hiyo baada ya pale, kimsingi ni kwamba vita, yule adui ameshindwa, na sisi tunachohitaji ni kukaa ndani ya Yesu ili kwamba ushindi wake uwe ushindi wetu. Amina. Na hiki ndicho anachokisema. Mara zote nikisoma hapa Waefeso huwa nafurahia sana. Silaha hizo za kupigana vita vya kiroho. Si unaziona? Kabisa. Funge diria ya neno, si ni diria neno. Diri. Ule mkanda ule. Mkanda jeshini, mkanda tunajua unafanya kazi nzuri. Unabeba mestini, unaweza ukapachika silaha hapo, unashikilia na vitu vingi unashika, lakini sisi ni neno la Mungu. Ndio tunaambiwa hiyo ni silaha. Silaha nyingine ni imani, silaha nyingine ni haki. Haki sio yetu, haki ya Yesu. Luther alipokuta kwamba anaambiwa kwamba yeye ni muovu, maovu yanamsonga, akasema Yesu amekwisha lipa na ni kwa ajili ya haki yake mnasimama. Shetani hata atushambulie tukionyesha kwamba tuko ndani ya Yesu na Yesu ameshalipa, hana ujanja na sisi, inatupatia ujasiri wa kwenda na utayari wa kwenda kupeleka injili ile ya amani. Unaona, ni vizuri kujua tuko vitani. Mtu hawezi kuwa vitani akakaa kienyeji. Ukikaa kienyeji unauawa. Wako baadhi ya watu, bila shaka tunaamini kwamba kwa kuwa Yesu alishakufa, tukae tu kama hatuko vitani. Utauawa. Utaishia kuzikwa. Ni vita. Amesema mpate kuzipinga hila za yule mwovu. Kwa nini namalizia kwa kusema kama ambavyo Joshua anawaasa watu wa Mungu hawa na kuwaambia, dumuni kuwa waaminifu katika mahusiano ya agano. Msije mkakengeuka, maana Bwana atawaacha, na anasema kile kilichowapata waovu wale kwa sababu walikuwa wameasi kitawapata na ninyi mtakapokuwa mmeasi. Na sisi tutashindwa kuingia, si kwa sababu Bwana hakuwa ametushindia, bali kwa kuwa hatukukaa katika mkao wa vita, kukaa ndani ya Yesu na kufuata maelekezo yake ya kivita kama kamanda wetu wa mstari wa mbele. Asante sana mchungaji Mika. Nirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Yoshua hapa tunamuona anawatamkia mipaka gani iliyo bayana wa Israeli anapokuwa akiwaaga? Kuna mipaka ambayo anawatamkia. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru sana mwenyekiti. Nimebarikiwa sana na mchungaji Mika alivyozungumzia juu ya huu ushindi ambao unakuja kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Ndio. Nilibarikiwa pia na kauli moja pale kwenye ukurasa wa 150 unaosema juu ya ruzuku. Kwamba kama ilivyo ruzuku za maisha tunazopata katika maisha, anasema kwa lugha hii, vivyo hivyo ushindi wa kiroho dhidi ya dhambi na majaribu umepatikana kupitia kafara na ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini wakati wote watu wa Mungu leo wanapaswa kutegemea ruzuku za kiroho zinazotolewa na Roho Mtakatifu. Kujibu swali lako mwenyekiti, unapozungumzia mipaka bayana, niende kwenye Yoshua sura ya 23 tena aya ya 6 hadi ya 8 na 12 na 13. Ni Yoshua sura ya 23. Tunaendelea kuangalia hotuba hii ya mwisho kauli za mwisho za Yoshua kwa Israeli.
Nasoma aya ya 6 Yoshua 23 anaposema, basi iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa na kuyatenda, msiache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kushoto. Msiingie kati ya mataifa haya, yaani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina hayo, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao, bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Aya ya 12, lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yaani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao na kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Ninaangalia mambo yafuatayo, mwenyekiti, juu ya mipaka ambayo Yoshua anaiweka au anaitamka akiongozwa na Mungu kwa ajili ya Israeli. Ninakumbuka jambo fulani tuliliona kwenye somo la juma lililopita juu ya utambulisho wa Israeli kama Yoshua alivyowataka wawe nao. Ulikuwa ukizingatia misingi miwili: kujitoa kikamilifu na umoja. Sasa huu ungepatikana tu kwa kuwa watiifu kwa Mungu. Kumbe katika jamii ambayo ni ya waumini, pale ambapo tumeshindwa kumheshimu, anasema hali katika lugha yake Yoshua kwenye sura hii ya 23, kushikamana. Anatumia neno hilo akiashiria ama utaamua kushikamana na Mungu au utaamua kushikamana na miungu ya hawa ambao wamebaki katika maeneo haya ambayo Israeli imepewa kuyarithi. Sasa mambo mawili matatu, mwenyekiti. La kwanza, Yoshua anawaambia Waisraeli hatari ya kuchangamana na wapagani hawa au wa mataifa ambao wanaishi tu kwa rehema ya Mungu, lakini kwa kweli walipaswa wamefutiliwa mbali. Wamebaki pale, wamebaki kidogo hapa na pale. Anasema wasiingie kwenu, msiingie kwao. Sio kwa namna ya uadui, lakini kwa namna ya mahusiano yanayoweza kuambukiza hata itikadi au imani yao. Na anatamka hilo la kwanza juu ya kuwa na mipaka katika kuwasiliana au kushirikiana nao, kwa sababu wanajua ni nani aliyewaleta, nani wanayemwabudu, ni nani ambaye ni Mungu wa kweli. Lakini la pili, unapochangamana nao kuna vimungu vyao, na nasema wala visitajwe. Mwandishi wa mwongozo wetu anapendekeza ya kwamba hata katika hali ya kuvitaja, ukitaja ilikuwa inaashiria unamwamini huyo unayemtaja. Na hivyo Bwana alipotumia lugha kupitia kwa Yoshua kwamba wasitaje hivi vimiungu, alikusudia kwamba waepuke kabisa kukaribiana na itikadi au imani yao. Wasije wakajichanganya katika hilo. Lakini jambo la tatu, anasema juu ya kuoana. Na tunajua kwa mifano mingi tu, mwenyekiti, Sulemani mfalme ambaye anakuja baadaye katika Israeli ni mfano mmoja unaotajwa pia, ambao unaashiria jinsi ambavyo kwa kuoana na watu wa mataifa wasiomcha Mungu, mwana wa Daudi Sulemani aliasi na ilitaka rehema ya Mungu tu, na kufikia viwango alivyofikia Sulemani ambaye Bwana alikuwa amembariki.
na halafu kufikia hatua aliyofikia katika uasi wake na kuangukia miungu mingine, ni jambo gumu kufikiria kwa mtu mwenye hekima kama yule. Lakini hii inatuambia nini? Bwana alikwisha onya awali, mapema, kabla ya Sulemani kuwepo, kwamba mkienda huko haya yatatokea. Nilikuwa nikitafakari wakati wa kusoma hii sehemu, kumbe unaweza ukadhani una akili sana, umeelimika sana, una hekima sana katika jamii, lakini rafiki, ukijichanganya na marafiki waovu, ni hatari sana kwa imani yako, hata kama una akili nyingi kiasi gani. Kuna mahali katika kitabu kiitwacho Ujumbe kwa Vijana, yule mwandishi maarufu Ellen White anaandika, na hii kauli kila mara inanisumbua nilipoisoma kwenye ile ibara anaposema, hata wazazi wakiomba kiasi gani kwa ajili ya mtoto, ikiwa mtoto anaamua kujifungamanisha na wa marafiki wabaya, maombi hayatasikiwa. Sasa unaona kama vile kuna ukuta umewekwa, lakini ni uamuzi, inaashiria uamuzi. Sasa nimalizie hili mwenyekiti, yeye Yoshua anaonya kwamba usije ukajihatarisha katika hali ambayo uamuzi wako utashindwa kufanyika kwa namna iliyo sahihi. Na hivyo nimalizie kwa hiki kibara kidogo kwenye kurasa 151 anaposema Wakristo pia, Wakristo kwa watu wa namna zote wanaomwamini Mungu wanaonywa wazi wazi dhidi ya kutafuta uhusiano wa ndoa na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Ingawa katika suala la ndoa zilizokuwepo, Paulo mtume huwashauri talaka kutoka kwa mwenzi asiyeamini, bali anawataka waishi. Hawashauri, labda nisisitize hiyo pia. Paulo hawashauri talaka kutoka kwa mwenzi asiyeamini, bali anawataka waishi maisha ya Kikristo ya kielelezo kwa matumaini ya kumleta huyo mwenzi kwa Bwana. Ipo kwenye Wakorintho wa kwanza 7 aya ya 12 hadi 16. Weka mipaka inayolinda imani yako kwa Mungu. Asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo haya. Mchungaji Mika, kuna jambo la hasira. Tukiangalia kwenye kile kitabu cha Yoshua 23 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 16 pale amezungumzia pia swala hilo. Hasira ya Bwana inaonekanaje kuwa sehemu ya upendo wake kulingana na hilo fungu ambalo nimekuambia la Yoshua 23:15 mpaka 16. Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Kwa sababu ya muda nisome tu aya ya 15 na 16. Sura 23 ya Yoshua. Anasema, kisha itakuwa kama yalivyowafikiria yale mambo mema yote Bwana Mungu wenu aliyowaahidia ninyi, kadhalika Bwana atawafikilizia mabaya yote hata atakapokuwa amewaangamiza katika nchi hii njema Bwana Mungu wenu aliyowapa. Fungu la 16, hapo mtakapolivunja agano la Bwana Mungu wenu alilowaamuru na kwenda kuitumikia miungu mingine na kujiinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu, nanyi mtaangamia upesi katika nchi hii njema aliyowapa. Mwenyekiti, si hapo tu alizungumzia hasira, nilivutwa pia kutasema Mambo ya Nyakati wa Pili 36 aya ya 16. Of course Ufunuo 14 amezungumzia juu ya ghadhabu ya Bwana isiyochanganywa. Isiyochanganywa, isiyokozwa kwa maji au imechanganywa kwa maji. Fungu la 16 Mambo ya Nyakati wa Pili 36 ana maneno haya. Anasema lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponywa.
Ni kweli mwenyekiti, kumetajwa sana swala la Bwana kuonyesha hasira au ghadhabu ya Bwana kuwaka juu yao. Na inatoa picha pana kidogo. Kuna maana Biblia inazungumzia juu ya kuwarudi watoto. Kama unawapenda utawarudi, na fimbo hazitawaua. Na ikitaka kwamba wazazi pia wawe waangalifu wanapofanya hiyo, wafanye kwa nia ya kuwarudi. Niseme awali, ghadhabu ya Mungu inapozungumziwa hapa haizungumzi juu ya mhemko usiotawalika. Unajua ukipata hasira, watu napata hasira kabisa hivyo. Unajisikia yani kama ukimpiga ndiozi mpaka itoke. Inakuwa iko mahala fulani. Ndio. Sasa si kama Mungu naye akasikia hasira yake kawaka, yani maana yake hisia zilimjia ambazo huwezi kujidhibiti, akajikuta tu sasa anafanya. Hapana. Mungu hayuko hivyo. Biblia hata imetaja kwenye Kutoka kwamba si mwepesi wa hasira. Bwana hatawaliwi na mihemko wala misisimko. Huo ni upande mmoja, lakini pia ni vizuri tuseme mapema, ghadhabu ya Mungu hapa haimaanishi kama kiasilia, labda nitumie lugha kwamba kama ambaye ameudhika sasa analipiza kisasi. Unajua kuna mtu anasema kama nilivyoumia na wewe umie hivyo hivyo. Hapana. Kwa sababu Bwana anatamkwa kwamba yeye si mwingi wa hasira, si mwepesi wa hasira. Ningependa tuizungumze, tuseme labda vitu vitatu kwa haraka kwa ajili ya muda. Moja, kinachozungumzwa na Joshua ni kwamba Mungu vile vile alivyoshughulika nanyi kwa kuwabariki mlipokuwa wema, mtakapoasi atashughulika nanyi vile vile kwa kuwalipa kinachostahili wema. Mwandishi alichomeka statement hii ndani, niliipenda. Anasema, anatangaza vita, ukurasa wa 152 ibara ya pili, anatangaza vita dhidi ya dhambi bila kujali pale ilipo. Yeye Bwana vita yake ni dhidi ya dhambi. Haizuru dhambi iko wapi. Kwa sababu tuliona kwamba hata sababu ya kufanya asiende kuwaua wale wa Kanaani, akafanya wakimbie mbele yao, ni kwamba yumkini hii ingewapa nafasi wajitambue, wakubali kuachana na dhambi. Kwa hiyo kinachomfanya Bwana afanye hasira hapa ni vita dhidi ya dhambi. Lakini itazame hivi, bila shaka ghadhabu ya Bwana anatoa maonyo, Bwana anatoa maelekezo. Mnarudia, yani inaonekana ni dharau. Lakini si hivyo tu, athari yake ambayo ni ambukizi kwa jamii ile nyingine. Bwana asiposhughulika nayo itaathiri wengine isivyokuwa sahihi. Kwa hiyo inafika mahala inabidi Bwana aingilie kati, akomeshe ile. Lakini utaona hata anapokomesha haji kuua hapo, anatafuta njia. Alikuwa radhi Bwana achukue taifa la kipagani la Wababeli, lije liwachukue hawa kwenda nao kule, ili yumkini waende pale wajifunze. Wakifika pale labda wakijifunza wataruhusu warudi. Lakini kitu kingine ambacho kinafurahisha ni kwamba ni katika kutazama tunapokuwa tumeasi ndipo upendo wa Mungu unaonekana vizuri zaidi. Upendo wa Mungu, anasema mwenye upendo, mwenye subira, mvumilivu, aliye tayari kusamehe. Hizi zote ni sifa za upendo wa Mungu na zinajidhihirisha wakati tumeasi. Lakini kitu kingine ambacho ni kweli ni kwamba kwa sababu Bwana anataka haki itendwe, na yeye ni mwenye haki. Na kitu kizuri ni kwamba Bwana amekwisha lipa gharama kupitia kwa Yesu Kristo katika msalaba kwa ajili ya watenda maovu. Wale wanaokuwa tayari kuungama, si kwamba wataangamizwa. Wale waliong'ang'ania ndio ambao hatimaye wanakumbana na ile ghadhabu ya Bwana. Na ndio maana hawa anawaambia kwamba mtakapokuwa mmekengeuka, mmekataa, si mmekataa, mtakutana nayo. Lakini utaona kwamba bado kutakuwa na nafasi ya kama watageuka kumgeukia Bwana. Ingawa ni sahihi kusema itafika wakati
nafasi hiyo haitakuwepo tena. Kwa hiyo maadamu hata sasa tunaona Bwana anatupa nafasi ya kujirudi na kujirekebisha, hata kama ni kwa kutuadhibu, tungeruhusu mioyo yetu imwelekee yeye, kwa sababu adhabu ya Bwana haikusudiwa kutuangamiza, bali kututaka turudi ili tuokolewe. Lakini tukikataa tutaangamia. Ninashukuru sana Mchungaji Mika kwa maelezo mazuri hasa kuhusiana na hasira. Mchungaji Tuvako, maandiko yanatuambia nini kuhusu hoja ya kumpenda Mungu? Nakushukuru mwenyekiti, nilikuwa nikitafakari maelezo mazuri ambayo Pastor Mika ametuletea, nikakumbuka ile Ufunuo sura ya 3 aya ya 19. Ndio. Anaposema wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi, fanyeni bidii mkatubu. Na hivyo upendo wa Mungu kumbe upo huko pia. Ni sura nyingine nzuri. Sasa unapozungumzia mwenyekiti juu ya swala la upendo, ndio kwa namna hiyo, ndio maana nafikiri limeunganika vizuri na kile ambacho Pastor amemaliza kukizungumzia hivi punde. Wokovu wa wana wa Israeli haukutegemea kukariri makatazo. Kukariri kwamba Bwana hataki ufanye hivi, usifanye. Ilijengwa katika hoja ya Yoshua sura 23 aya ya 11. Nisome tu hiyo mwenyekiti kwa ufupi. Ndio. Sura ya 23 aya ya 11, Yoshua anasema, jihadharini nafsi zenu basi ili mpende Bwana Mungu wenu. Ndio. Kumbe hadhari au tahadhari wanayopewa sio kukariri makatazo, bali kumpenda Mungu. Hivyo kule kumtii, kule kuwa mwaminifu kwa Mungu, kuibuke kutokana na moyo unaoakisi upendo wa Mungu, unaompenda Mungu. Na hiyo haya yatakuwa rahisi. Lakini katika hilo pia ndio maana hata baadaye katika Agano Jipya tunasoma aya kadha wa kadha. Unajua Bwana Yesu mwenyewe anapotamka, unapomsikiliza Bwana Yesu unatambua ndiye aliyenena kupitia kwa Yoshua, ndiye aliyenena kupitia kwa Musa, ndiye aliyenena kupitia kwa Torati. Na hivyo unamsikia akisema nimewaamuru mpendane. Anatumia lugha ambayo kidogo inaibua usikivu katika sura ya 13 ya Yohana aya ya 34 anaposema amri mpya nawapa, mpendane. Mwenyekiti, siwezi kupiga picha mtu anaibuka anasema wewe inuka kampende yule. Huwezi kuamuru upendo kwa namna ambayo inapaswa liibuke kutoka moyoni, lakini Mungu ndiye anayeweza kuibua ile inayotoka moyoni. Huwezi kumuinua mtu mwambie hebu kamchukie yule. Ni hisia ambayo ni very personal, ni binafsi, inatoka ndani, haiamrishwi kutoka nje, lakini Mungu anaweza. Na hivyo kwa kauli ya Yoshua, Mungu anawaambia Israeli, fanyeni kile ambacho mimi ninakiwezesha kupitia moyoni mwenu, munipende na hivyo mtakuwa salama kunitii. Na nimalize kusema hivi, amri ya kumpenda Mungu ambayo iko katika kurasa 153 pia inaonesha asili ya upendo wa kimungu ambayo inaheshimiana lakini si ya ulinganifu. Mungu anatamani kuingia katika uhusiano wa karibu wa kibinafsi na kila mtu anayekubaliana na upendo wake. Kwa hiyo upendo wake wa ulimwengu wote kwa wote unaunda mfumo wa udhihirisho wa upendo wetu wa hiari wa pande zote. Asante sana Mchungaji Tuvako, na tunapomaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, Mchungaji Mika, licha ya uaminifu wa Mungu ambao tumeshajifunza katika masomo ya nyuma, je, kuna msamaha wa dhambi usio na masharti? Karibu Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti, umenikumbusha kuna mtu alikuwa anapenda kusema hivi, ungeenda mbinguni unadhani ungefurahi kuwa pale? Asa alikuwa anapenda kusema, kwa mfano unapenda kuzini. Unaonaje mbinguni hakuna hata nafasi ya kuzini? Unadhani utafurahia kuwa pale? Labda ukasigara kidogo. Au kapombe kidogo. Labda ugomvi.
alikuwa na point, alikuwa anajaribu kusema si kwamba Mungu anazuia watu tu hivi wasiende, ila hata wakienda hawataenda. Yani hapafanani. Atawaboa. Dhana ya shetani kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa kiasi kwamba hata ufanye dhambi kiasi gani kuna namna Mungu ataangalia. Kwani hawaangalii wakati wa Sodoma na Gomora au wakati wa Lutu au wa Nuhu? Wakati wa Nuhu ndio wanamaanisha wakati wa Nuhu. Walikufa. Sababu si kwamba Mungu anafurahia watu kufa. Bali hata hivyo hawatafaa kwenda pale. Hawataenda, watakufa mbele ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ni uongo. Kwa nini kunawekwa masharti? Kwa sababu Mungu ni haki. Utakatifu na dhambi havitakaa pamoja kabisa. Kwa hiyo kinachoonekana kama masharti ni kwamba kimsingi hapo utavaa hivi viatu kwa sababu ndio hapo unapokanyaga pana moto. Wewe ukasema mimi nataka tu nikanyage kwa moto. Ukikanyaga utaungua. Kwa hiyo hakuna. Kwenye mwongozo wetu anasema lakini katika kushughulika kwake kote na viumbe wake Mungu anadumisha, ukurasa wa 154, anadumisha kanuni za haki kwa kudhihirisha dhambi katika tabia yake halisi, kwa kuonesha kuwa matokeo yake ya hakika ni huzuni kuu na mauti. Msamaha wa dhambi usio na masharti kamwe haujawahi kuwapo na kamwe hautakuwapo. Kile kinachoitwa wema ambacho kinaweka kando haki si wema bali ni udhaifu. Asante sana mchungaji Mika, lakini pia nikushukuru mchungaji Tuvako katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu hiki ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, wewe ni mwaminifu. Na kushukuru na tunakushukuru kwa pamoja kwamba umetufundisha katika somo hili la juma hili ya kwamba licha ya upungufu wetu kama ilivyokuwa Israeli wa kale, wewe uaminifu wako umedumu milele. Na hivyo tunapungua, na hivyo tunapokuja kwako tafadhali tusamehe na uturejeshe katika kujifunza namna ya kuakisi tabia yako na kuwa waaminifu kwa namna ambavyo umetaka tuwe. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukimsaidia kukukubali Kristo na kukubali upendo wako ili apate uaminifu wako. Nafanya hilo kwetu pia, twakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Peleka habari kwa dunia.